Mara nyingi katika safari ya maisha, watu hufikiri adui yao ni umaskini, kushindwa au kukosa nafasi. Lakini ukweli uliofichika ni kwamba mara nyingi adui mkubwa wa mafanikio ya mtu huwa si changamoto za nje, bali ni mioyo ya watu wanaomzunguka. Kuna jambo la ajabu sana kuhusu tabia ya binadamu. Watu hupenda wale wanaobaki chini, wanaojisikia dhaifu, wanaotegemea wengine, wanaokubali kupitwa. Lakini mtu anapoanza kusimama, kuinuka, kuona mbali na kugundua thamani yake, hapo ndipo sura halisi ya dunia inaanza kuonekana. Binadamu wana tabia ya ajabu. Wanapenda wanyonge kwa sababu wanyonge hawaleti tishio. Wanyonge hawawafanyi wajisahihishe. Wanyonge hawawakumbushi udhaifu wao. Wanyonge hawachochei wivu, hawasababishi moyo kukosa utulivu. Lakini mtu akianza kuwa imara, akianza kujitambua, akianza kujiamini na kusimamia misimamo yake, watu wengi wanaanza kuona kana kwamba amegeuka adui wao. Sio kwa maneno, bali kwa hisia za ndani wanazojaribu kuficha. Wakati mtu anapokuwa bado anakwama, bado anahangaika, bado hajui aende wapi, kila mtu anaonekana kuwa na upendo, maneno mazuri, ushauri, faraja na hata pongezi. Wanamta moyo kwa sababu wanajua nafasi yake iko chini ya kiwango chao cha ndani. Lakini pale mtu anapoanza kubadilika, pale anapojifunza kusimamia maamuzi yake, kujiamini, kukataa dhuluma, kuacha uoga, kuacha kutegemea huruma, ndipo moyo wa mtu mwingine unabadilika kama radi ya usiku. Ni kama jinsi taa inavyowaka gizani. Kadiri mwanga unavyoongezeka, ndivyo vivuli vinavyokimbia. Lakini vivuli vinavyokimbia havipotei, vinatafuta nafasi ya kujificha na kusubiri. Ndivyo watu wengi walivyo. Unapokuwa chini, wanaonekana kama ndugu. Unapoinuka, wanaonekana kama vivuli vinavyotafuta mahali pa kukuvizia. Binadamu wengi hawawezi kustahimili kuona mtu anakuwa imara zaidi yao. Kila hatua unayopiga, kila wazo jipya unalolileta, kila ubunifu unaoonyesha, kila tabia mpya ya kujiamini, wao wanaiona kama kioo kinachoakisi kila kitu walichoshindwa kuwa. Wanaona nguvu yako kama doa katika nafsi zao. Wanapokuona ukisimama kwa uthabiti, ndani yao wanajisikia kama wanaporomoka. Wanaona mafanikio yako kama tishio kwa nafasi yao. Wanahisi kama thamani yao inapungua kwa sababu tu umeongeza yako. Hapa ndipo siri kubwa ya tabia ya mwanadamu ilipojificha kwa karne nyingi. Watu hawakuchukii kwa sababu umezidi kuwa mbaya. Wanakuchukia kwa sababu umeanza kuwa mzuri zaidi kuliko walivyotarajia. Wanaanza kuona hadhi yako ikipanda kuliko walivyopenda kuona. Wanakuchukia kimya kimya, kwa sababu chuki ya wazi inaonekana kama wivu, lakini moyoni mwao moto huo unachomeka. Ukichunguza kwa makini, utakuta jambo moja. Watu wengi wanafurahi unapojitahidi, lakini wanahuzunika unapofanikiwa. Wanakupa moyo ukijaribu, lakini wanasononeka ukifanikiwa. Wanakuita rafiki ukipambana, lakini wanakuona mzigo ukianza kung'aa. Na ukianza kujiamini, hapo ndipo wanatafuta kila udhaifu wako ili wakujaribu kukurudisha pale ulipokuwa mwanzo. Lakini swali linakuja, kwa nini? Kwa nini watu hawawezi kuvumilia kuona mtu akiimarika? Kwa nini wanaanza kubadilika unapoanza kupiga hatua? Kwa nini upendo wa mwanzo unageuka kuwa wivu wa ndani? Siri imejifisha katika hali ya kutokukubaliana kwa nafasi ya mwanadamu. Watu wengi tayari wamekubali kiwango fulani cha maisha, wamekubali udhaifu wao, wamekubali kukwama, wamekubali kutokuwa na ujasiri. Hivyo unapoinuka na kuanza kukimbia, unawafanya waone kwamba kinachowazuia si dunia, bali wao wenyewe. Wanahisi kama wanawashtaki bila kusema. Unawafanya wajione wamelala usingizi wa maisha wakati wewe umeamka. Wakati nguvu yako inakuwa, udhaifu wao unaonekana. Wakati unajiamini, uoga wao unadhihirika. Wakati unaanza kusimama sawa, wao wanajiona wameinama. Kila hatua yako inaonekana kama tishio. Hata ukiongea maneno ya kawaida, wanaona kama unajigamba. Hata ukifanya jambo dogo, linaonekana kama unataka kushinda dunia nzima. Hata ukikaa kimya, wanaona kimya chako kama kiburi. Binadamu wengi hawapendi nguvu, lakini wanapenda ishara ya kutawala. Hii ndiyo sababu ya msingi kwa nini watu wengi huthamini wale wanaowatii, lakini hawavumilii wale wanaosimama wenyewe. Wanafurahi ukihitaji msaada wao kwa sababu wanampa hisia ya umuhimu. Lakini ukianza kutembea bila kutegemea yoyote, ukianza kufanya maamuzi bila hofu, ukianza kujiamini bila kusukumwa, wanajisikia kama wamepoteza nafasi fulani juu yako. Ndipo pale hasira za kimya kimya zinapoanza. Wanakuona kama mtu anayewafanya waonekane dhaifu. Wanaanza kukuchunguza, kukusikiliza kwa makini, si kwa ajili ya kukuelewa, bali kwa ajili ya kutafuta kosa. Wanatafuta nafasi ya kusema, nilijua tu, au huyu si mtu mzuri kama tulivyodhani, au ndio maana nilikuwa nashindwa kumwamini. Hii si kwa sababu wewe umebadilika kuwa mtu mbaya. Mara nyingi ni kwa sababu wewe umebadilika kuwa mtu wanaotamani wangekuwa, lakini hawana ujasiri wa kufuata njia hiyo.
Wanajua wamekimbia majukumu yao, wamekimbia maamuzi magumu, wamekataa kubadilika, wameshikilia uoga wao. Na mtu anapokuona unafanya kile ambacho wao walishindwa kufanya, wanajiona kama nguvu zao zimepungua bila juhudi yako yoyote. Kumbuka jambo moja, nguvu yako inawachoma wale waliokataa kuwa imara. Kujiamini kwako ni ukuta unaowazuia, uthabiti kwako ni mwanga unaowapofusha. Kila hatua yako inawafanya waone kama wamebakia nyuma. Hivyo wanachagua njia ya kukushusha ili wajisikie wamepanda. Lakini ukweli ni kwamba hawapandi. Wanatafuta njia ya kukurudisha mahali ambapo waliweza kukuvumilia. Na mara nyingi, hili halifanyiki kwa kelele, halifanyiki kwa ugomvi wa wazi. Linatokea kwenye kimya, maneno ya pembeni, kauli za kupunguza thamani yako, hadithi zisizo na ukweli zinazopita nyuma ya pazia, usalati wa tabasamu ambalo halina moyo, mawazo ya ndani yanayotamani uanguke ili wapumue.